Mungu wangu, sasa ubaya ubwela umehamia Young Africans. Ni mwendo wa kuangusha vyuma, kuleta wachezaji ambao wataifanya Young Africans kuwa timu hatari. Kutoka kwenye ukurasa wa Asbet, Rafael anasema Young opo kwenye hatua za mwisho kukamilisha usajili wa winga wa kulia wa Richards Bay ya South Africa, Thulan Gumede. Sisi tunaingia kazini kwa ajili ya kumfahamu ni mchezaji wa namna gani. Atudhibitishi Young Africans watamsajili ama la, ila tunasaidiana kumfahamu takwimu, tabia, uwezo, umaridadi na anawezaje kuwasaidia Young Africans. Mimi sijasajiliwa sehemu yoyote. Naitwa Almachius Kanyasi. Thulani Gumede ni kiungo mshambuliaji na winga hatari, raia wa Afrika Kusini ambaye anachezea timu ya Richards Bay ya nchini Afrika Kusini, na kwa sasa jina lake linahusishwa vikali kwenye rada za Young Africans, na kwenye zile bilioni 10 alizozitenga GSM kuna kiwango cha fedha kitaondoka kwa ajili ya mchezaji huyu. Mchezaji huyu amecheza mechi 18 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, Betway Premiership, akiwa na Richards Bay, akifunga mabao mawili na kutoa assist 2 kwenye dakika 1287. Kwa mujibu wa Footmob Rating, alikuwa na wastani mzuri wa alama 7.05 kwa michezo aliocheza. Thulan Gumede alisaliwa Julai 15 mwaka 2001 na ana umri wa miaka 25 huko Afrika Kusini. Tofauti na wachezaji wengine wanaohama klabu moja baada ya nyingine, Gumede amekuwa mwaminifu kwa klabu yake. Alianza kucheza soka hapo kwenye timu ya Richards Bay chini ya umri wa miaka 23 na akaanza kung'ara kwenye michuano ya vijana DStv Disc Challenge nchini Afrika Kusini na kati ya mwaka 2022 ambapo alionyesha kiwango cha juu sana. Alipandishwa timu ya wakubwa rasmi Julai 1 mwaka 2022 akiwa nguzo muhimu sana kwenye eneo la ushambuliaji na pia akicheza kama winga kwenye baadhi ya mechi. Kwa ubora wake anaweza kucheza kama advanced playmaker. Ana uwezo mkubwa sana kupiga pasi za mwisho zinazohesabika na kutengeneza nafasi za hatari akitokea pembeni. Ingawa nafasi yake kuu ni wingi ya kulia namba 7, ana mdu vizuri kucheza kama wingi ya kushoto namba 11 na hata kiungo mchezeshaji wa juu, attacking midfielder. Ana kasi kubwa ya kukimbia na mpira mguuni na anajua jinsi ya kuwatoka mabeki wa pembeni wa timu pinzani. Madhaifu yake, idadi yake ya mabao na asisti kwenye mechi 18, asisti 2 na mabao 2, bado inatajwa kuwa ndogo kwa mchezaji anayetarajiwa kucheza timu kubwa inayoshambulia sana kama Yanga. Hajacheza mechi nyingi za mashindano ya juu akiwa na timu yake, mfano mashindano kama CAF Champions League na Confederation Cup hajawahi kucheza. Yanga imekuwa ikitafuta mawinga wenye kasi, wenye uwezo wa kupiga cross na kuingia ndani. Gumede anakuja kutoa changamoto na ushindani wa namba kwa mawinga waliopo kwenye klabu hiyo. Kama mchezaji anaweza kucheza nafasi zaidi ya 3, anampa mwalimu urahisi wa kubadilisha mifumo katikati ya wachezaji kutoka 4-3-3 kwenda 4-2-3-1 bila kuhitaji kufanya mabadiliko ya wachezaji kwenye bench. Ni vile tu ana switch wachezaji wakiwa ndani. Kutokana kasi yake, atakuwa silaha kubwa kwa Young Africans kwenye mechi za ugenini za hatua makundi kwa klabu bingwa barani Afrika, ambapo mara nyingi Yanga hutumia mbinu ya kushambulia kwa kustukiza, kwa maana counter attack. Huyu ni mchezaji mwingine ambaye inatajwa atatua ndani ya kikosi cha Young Africans. Ajabu naye kafunga mabao 2 na kutoa assist 2. Swali linasalia, je, hawa ndio wachezaji ambao tuliambiwa kwamba wakitambulishwa tu sisi tutastuka? Mimi sina majibu. Wewe ndiye utakayesema kwa maelezo haya niliyoyatoa. Unadhani Young Africans wakikamilisha usajili wa mchezaji huyu tutegemee kuiona akiwa hatari zaidi? Sina kingine, nasubiri kuona. Ukiniandikia hapo chini kwenye comment.